Naam, leo tupo hapa kwa ajili ya kuongea na waandishi wa habari juu ya kadhia ya mawakala wetu kuzuiliwa kuapa. Sasa mimi nikiwa mgombea ubunge wa jimbo hili la Mkuranga, nitake INEC kuhakikisha mawakala wetu wanarudishwa kuapa na siku ya kupiga kura wanakuwepo vituoni, kwa sababu kama chama kimetimiza wajibu wake. Tulikuwa na mawakala wa kutosha na tumetimiza masharti yote. Kwa hiyo kilichofanyika kwa msimamizi wa uchaguzi jimbo la Mkuranga pamoja na wasaidizi wake ni kutengeneza mazingira ya Chama cha Mapinduzi kupata ushindi. Kwa hiyo nikiwa kama mgombea, hiyo napinga vikali, na bila mawakala tu niseme hakuna uchaguzi katika jimbo la Mkuranga. Wametuogopa, ndio maana haya yote yametoweka. Sasa mwenyekiti wa msimamizi wa uchaguzi atueleze ni kigezo gani ambacho kimemfanya atuzuie sisi tusiape au mawakala wetu wasiape. Kwa hiyo naitaka INEC, siku bado zipo kutupikia vifungu walivyokuwa navyo. Wanayo nafasi ya mawakala wetu ambao hawajaapa kuitwa na kuapa ili siku ya tarehe 29 basi twende tukapige kura tukihakikisha kuwa tuna mawakala. Kinachoendelea Mkuranga ni uoga wa wapinzani wetu au uoga wa mpinzani kuruhusu demokrasia ifanye kazi, alafu wananchi kuwapa uhuru wa kuchagua mbunge wanaomtaka au diwani wanaomtaka. Kwa hiyo kimsingi mimi sioni sababu yoyote ya msingi ya mawakala wetu kuzuiliwa. Mimi niseme ni figisu ambazo vinafanywa ili kuhakikisha uchaguzi huu unakuwa na wa upande mmoja. Kwa hiyo kimsingi sioni kama mimi leo mawakala wangu wasipo hapa na kurudishwa, niseme uchaguzi Mkuranga hakuna, kwa sababu wananchi ambao walikuwa wanatamani kufanya mabadiliko, wanatamani kunichagua mimi, hawatoenda kupiga kura yoyote, sio ya diwani, mbunge wala wa rais. Kwa hiyo mimi nitake tu INEC ili kutengeneza uwanja wa siasa kuwa sawa, wahakikishe mawakala wetu, kwa sababu tumekizi takwa la kisheria la kuwasilisha majina ya mawakala na vituo vyao na viambatanishi vyao, ila wao wakaleta sababu ya kutoa nje ya maelekezo, kumtuma katibu eti akawapangia wakati wao ndio kazi yao na baadaye kufunga ofisi. Hii sio haki, na niseme tu ni figisu za watawala pamoja na mgombea. Shida iliyokuwepo au kwa tatizo lililotukuta ni swala la ambao tume ya uchaguzi jimbo haikututendea haki, kwa sababu wao wametufanyia jambo ambalo baya zaidi na hatarishi kwa baadaye. Kwa sababu leo hii kama unazuiliwa mawakala, sitegemei kama unaweza kulipata kitu chochote kile, kwa sababu waasilika wakubwa ni sisi madiwani, ambapo tumetumia nguvu nyingi, tumewaeleza wapiga kura maelezo mengi. Leo hii nafikia kipindi tunazuiliwa mawakala pasipokuwa na sababu wala sheria ya msingi. Inaonekana kwa kuwa hawa wasimamizi wa uchaguzi wasaidizi na imani nao hawa si watu wa kutunga sheria, bali wao wanaonekana kuwa ni watumishi wa Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo hawawezi kututendea haki wakiangalia mazingira mazima ya jinsi muonekano wa watu, jinsi uitikio wao na kuwakubali wale wagombea wa Chama cha Mapinduzi. Na ndio maana wanatufanyia majambo ili sisi tushindwe, ili wale watu wao wapate kufanikiwa. Cha kwanza niliomba INEC itoe maamuzi ili kuepusha magomvi, watu kukosana, kwa sababu leo hii itapofikia hatua kuwa watu wamezuiwa kutoshiriki katika usimamizi wa uchaguzi ni mawakala, maana yake raia walio wengi, na maana wanawake walikuwa wanatutamani sisi wagombea, lakini leo wanaona wagombea wao watupo. Kwa hiyo inaweza ikatokea athari moja mbaya sana, kwa sababu watu wanaweza sikubali, watu wakaamua kufanya lile wanaoliweza wao. Kwa hiyo kwa ushauri wangu, kwa maombi yangu kuhusu INEC, watusaidie kwa hili, ili watu warudi kwenye uwakala, ili watu tuingie uwanjani tuangalie nini kitafanyika.